mara baada ya wapinzani wote wawili kuingia ulingoni. Referee ataongea nao kuhakikisha wapata vigezo na masharti. Tuzingatie sheria, tujilinde kila wakati. Inahitaji nidhamu katika mchezo huu. Mtu atakita nidhamu mbovu nitamkata pointi. Natakia mchezo mwema, naenda kwenye kona zenu. Uzani kwa uzani. Ukapoteza mapambano 15, lakini ile wastani wake wa kuangusha watu mapema KO 31 inakuonesha kwamba huyu ni miongoni mwa mabondia ambao hapa nchini ni wa kujivunia. Inawezekana hajawa katika wakati mzuri hivi karibuni, lakini kile ambacho wamekiweka kwenye rekodi zake kinatisha na kinafurahisha zaidi. Na hapa anapambana bondia ambaye ndio kwanza anaendelea kujijenga zaidi, ambaye ni Daudi Mgaya, pambano 14 ambao amekwisha cheza mpaka sasa. Kwa hiyo tuone kitu gani ambacho Dula Mbabe anaenda kukifanya mbele ya kijana huyu. Ni mkongwe dhidi ya kijana ambaye anachipukia. Yes, na Dula ni miongoni mwa punches, yani kwenye boxing ya nchi yetu, miongoni mwa bondia ambao wana punch kali. Dula ni miongoni mwao. Namba zake umestaja hapo, knockout 31 kati ya fights 36 alizoshinda. Inakuonyesha ni kwa kiasi gani amekuwa ni mzuri kwenye knockouts, na knockout zake ni matokeo ya power. Ni bondia ambaye hana vitu vingi, hana footwork nzuri, hana ile akili kubwa ya mchezo, lakini power ni moja kati ya mambo ambayo alikuwa akiyatumia tangu anaanza career yake kuwapeleka opponents wake wengi kwenye canvas. Na hicho ndio kitu ambacho pengine watu wengi walikuja kukigundua na baadaye wakaanza kumtegea mitego pale ambapo wanakuwa anarusha punch kama hivyo, anaweza akakutana na counter moja ambayo ikamweka katika hali ya hatari. Je, leo hiyo mbinu anaweza akaitumia Mgaya ama la? Acha tuone. Ukiangalia Dula ye kichwani kwake na inaweza kaeleza kabisa kwamba anahitaji kumaliza na yale maneno aliyochora huku mgongoni inabidi yafanikishe kile ambacho amekieleza. Mbabe hiyo kitu, Mbabe kuonyesha ubabe wake ulingoni. Said Bwanga, najua katika kuwa kwako ulikuwa unamuona Dula Mbabe, na leo hii unamshuhudia hapa mpaka umetengeneza jina lako na unaendelea kumshuhudia akionyesha makali yake. Mpaka sasa unaonaje Dula Mbabe? Kwa upande wangu Dula Mbabe namfananisha na bondia mmoja wa Marekani anaitwa Wilder. Yani yesira yake ni right, yani na miongoni mwa power punch ya Dula Mbabe ni hiyo right yake. Ana right kali sana. Na ukimwangalia Dula Mbabe na Wilder kwa kiasi fulani kama wanafanana, kwa sababu kwenye footwork Wilder ana footwork nzuri. Dula Mbabe naye pia unamuona sio bondia ambaye kama alivyosema Brazaidan hapa ana footwork nzuri, lakini anasifika kwenye power. Mimi namfananishaga na bwana Wilder bwana. Umezungumza vizuri kwa mfanano huo, sababu Wilder naye akiotewa pengine na punch zote zile za maeneo ambayo yakamkamata huwa anakuwa mnyonge. Naam. Lakini pindi ambapo anaitumia power yake vizuri anakuwa mkatili sana, hana huruma hata kidogo. Na mabondia wengi wana knockout ya mafundi wa knockout, mara nyingi wanapo fight inapoelekea yani kwenye raundi ambazo wao wanatarajia kupata knockout hawajazipata, fight inavyozidi kwenda wanakuwa power inapungua. Yeah. Yes, na kimsingi ili kuwasumbua mabondia kama hawa kama Dula, of course ni kwa kutransfer power kutoka kwenye miguu, unakuwa haufanyiki kwenye level ile ile kama ungekuwa umesimama. Kwa hiyo moja kati ya mitihani ambayo Daudi Mwita yuko nayo kwenye hii fight ni kuhakikisha muda wote ana maintain movement zake, au anatembea muda wote ili kumfanya Dula awe na punch kwenye motion, asiwe anasimama ili kupata nafasi Dula. Hivyo bondia wengi hupenda kuonesha au kutuma ujumbe kupitia michoro hiyo au hizo tattoo. Tuangalie kwenye raundi ya pili kati ya zile 8 kwenye usiku huu. Kumbuka bado tuna pambano la kickboxing ambao litafuata, Musa Dragon dhidi ya Sunday Sambi, pambano kali hilo. Kimwangalia pia hapo Mgaya kijaribu kutumia right yake, na Kimo pia ni kama wanaenda Dula, lakini akimruhusu moja kwa moja chini. Ile right hand ambayo tunaizungumzia Dula Mbabe katika zile KO ambazo amewalaza watu 31, pengine tunaweza tukashuhudia hapa KO nyingine hiyo hapo. Huyo hapo Dula Mbabe, ile right hand, big hand ya Dula Mbabe imemlaza kijana huyu Daudi Mgaya, na hakuna namna mwisho. Yes, ingawa nafikiri ilikuwa ni stoppage kwangu. Mwamuzi angempa nafasi kidogo Daudi Mwita kuendelea na hii fight, kwa sababu tayari alikuwa ameanza kulikapa, lakini mwamuzi akaona ni wakati sahihi kuweza kuimaliza hii fight. Kitu kimoja ambacho Daudi alifeli katika kuinuka kwake, amewahi sana kuinuka.
yani kwa hali kama ile, ukikutana na punch kali kama vile, bondia unashauriwa ukae chini kidogo, wakati anahesabu afike hata kwenye 6 7, ukiendelea kulikava ndo ujaribu kuinuka. Ilikuwa ni straight right ambapo tumezungumza hapa. Mwita alikutana nao njiani, wakati kabla hajashuka chini, Dula akawa ameconnect hiyo. Hii ni hatari, ukitaka kugundua ni hatari, angalia kwanza aliganda kidogo, alafu ndo baadaye akatulia. Ilikuwa ni nzito na ilikuwa ni right ambayo nataka nikatae kwanza ulichokisema kwamba angempa muda kidogo, hali ilikuwa ngumu. Baada ya kunyanyuka kwangu, nadhani alikuwa na fursa kuendelea na fight. Kwangu mimi hii ni professional brother, professional. Hii sio amateur. Kwa hiyo pale kati ya Mzalamu na Tarime, wani mkali. Jibu ni kwamba ilikuwa ni raundi ya pili, sekunde zikiwa zimebaki, zikiwa zimetumika 38. Referee akasimamisha pambano kwa kuwa ilikuwa ni technical knockout. Mshindi wenu mzee mtaalamu wa knockout kutokea kona nyekundu, piga kelele kwa Dudu Mbabe.